naye akawepo vile vile katika sasa kama hivi huku Mama Samia anatukabidhi lile shirikisho, alafu ukiangalia Karia hapo ashirikiane na nani na Mguto ndio alishike lile ubaya ubwela lile la NBC. Yani ubaya ubwela mtu akikukaba hapo unamkaba pale. Kabalia nini wewe? Kabalia mbao. Yani gandukeke gandukaka aliyokula unampokonya, hata alichokula alichonacho unampokonya vile vile. Aliyo juu unamfuata huko juu, hakuna kumgoja chini. Jeuli hiyo ya kuchukua makombe mawili na kutamba unaitolea wapi mzee wa mipasi? Kwa mashabiki wenzangu wa Simba Sports, umoja wao na mshikamano wao mwenyewe unaona. Technical bench ndio usiseme. Ukija ukiangalia wachezaji wangu ndio usiseme. Wana Simba tuna enjoy lolote unalolifanya sasa hivi na mvua hii. Hata ukipanda mkaa yale mkaa nao unaota. Ndio yani raha. Tuna enjoy. Semaji letu naye kama kapata Zaria sasa hivi. Kapata ujumbe wa viti maalum wa kasi. Pana nini tena? Kuna baya. Shamba leo kichatanyoka kibebi mzigo. Na ukitaka kujua umuhimu makalio, wewe kalia kichwa. Terminal 3 tunapanda peke yetu Terminal 3. Aroja tomano weka mdada. Hatuendi kule na shangazi kaja. Tumeona katika mechi za hivi karibuni Musa Pinpin Kamala akiruhusu mabao kuelekea katika mechi yenu dhidi ya RS Berkane, haikupi wasiwasi? Kule tunacheza kimataifa na sisi wakubwa ujue barani Afrika. Na ndio maana katika na hata ukiangalia katika viwango vya kafu sisi tuko nafasi ya 4. Kwa hiyo hatujapewa ile nafasi kimasela. Yaani tuna mipira design 3. Kuna pira la kucheza kwenye ligi yetu ya NBC, tuna pira la kucheza shirikisho, tuna pira la kucheza klabu bingwa. Yaani kila pira na pira lake. Huyo ni Fadlu David Guardiola mwembamba na technical bench kwa ujumla. Kwa hiyo kila mechi tunakwenda kwa staili yake. Kule tunakwenda Berkane wenyewe hawaamini mpaka sasa hivi tunacheza kweli na mnyama Simba. Ni moja hapo kati ya Waarabu, tena wale Waarabu wa Moroko. Tena mimi Bwana Mungu tena nataka nikupe siri. Siku hiyo kwangu mimi nitatimiza miaka 13 kamili ya kuingia kanisani bila kukosa hata Jumapili moja. Tutapiga ile Jumamosi ile Jumapili yake. Na kuepo leo mesa kwanza na kuepo nani anaitwa leo wa 14. Nitakuepo hapa Dar es Salaam. Nitakuepo Dar es Salaam. Moroko kidogo ratiba zangu zimekuwa nyingi. Zimekuwa nyingi, unajua siku 4 nzima sasa ukiangalia ofisi na kazi na nini. Boss kaniambia tuliza ball. Japo boss amekwambiaje? Kaniambia tuliza ball huko mbali sana, kazi hamna kusimamia na unaona ukiwa balozi unajua tena. Lakini na wenzangu atakaye kwenda na atakia kila laheri, twende sana na sisi tukabaki hapa. Nachomuomba kupitia mzee wetu Mzee Azim, kuna ile habari ya kuchangia damu. Basi ile wiki iwe tunatoa damu pale kwa wahitaji. Yaani ndo tuwe na zoezi ile kama ile wiki ya Simba Day inavyokuaga ile. Basi na sisi tufanye na imani kabisa Mungu wetu atatupa matokeo. Basi mimi tumalizie hili. Nani Guardiola mwembamba kama ambavyo unasema? Fadlu David. Ana wakati gani wakati huu ambao Lionel Teba Mbida, Steve Dese Mkwala kila anapewa nafasi ni kama anaambia kocha mimi nastahili kuanza katika kikosi cha kwanza kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Berkane. Nafasi ya shambuliaji hao unaiona kwa namna gani? Kwanza Fadlu David Guardiola mwembamba na technical bench kwa ujumla na nyakati nzuri kiutendaji wa kazi na za kimaisha vile vile, kwa sababu tumemchukua Fadlu David kwa kupitia mchezaji wetu Mo alikuja kuijenga timu. Target yake ni kuijenga timu, lakini sasa imekuwa kama ametupa surprise, ametupa kama bonus. Sisi wana Simba tulikubaliana tunaijenga timu, tuko finali tena na Berkane, tena finali yenyewe tunachezea hapa nyumbani kwetu. Ni jambo la faraja, lakini namuamini ni kocha mzuri, anajua jinsi ya kucheza kwenye mechi za kimataifa. Kwa mimi kama mimi namtakia kila laheri, nafarijika na hichi ambacho anachotufanyia sisi wana Simba. Kama sio hivi unashawishiwa wewe kufanya hivyo vitu, kwa sababu huwezi kukaa tu labda umepiga mchezo unatembea ukapita. Lazima ucheze rafu mbaya au ufanye makasiriko kutoa rafu mbaya kwa mwamuzi, utapewa umeme. Kwa hiyo ina maana Simba umeme sio wanaitaka. Watu wanaopewa umeme wanashawishiwa ili watoe umeme, wapewe umeme. Kwa hiyo ina maana kuhusiana na unacheza, ndio maana wale jamaa zako wanasema hatuchezi. Kama hawachezi kawaulizeni mtu walienda kuwatafuta kina nani wacheze. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba hawa ni watoto wadogo, wazee wa mabango ni watoto wadogo. Walienda Abuju kuwatafuta Simba kucheza. Na nyie mnawauliza wao wametukimbia tumewakuta huko. Sasa hivi kwa nini wanakimbia kama walitutafuta kule? Wewe angalia hiyo safu.
unamkaba nani, unamwacha nani. Angalia dimba la kati pale kwenye kisoda, watu wanavyokontrol mali na wanapiga mali, kusema hatuchezi haki yao, lakini unakaa unawaangalia kwingine wanacheza. Kwa hiyo waache waendelee tu hivyo hivyo, hatuchezi sehemu ndani na tunakuja kuwapa kombe. Bana, kitu kikubwa ambacho kinazungumzwa ni rotation ya Fadu Davis ambaye anafanya kwa upande wa Simba. Hii inatupa taswira gani kwa kimataifa, na hususan wachezaji ambao anafanya rotation, wachezaji ambao wanaenda na kufanya kile ambacho anakituma wao waende kufanya. Hapa tunapata taswira gani kwenye mchezo? Kwanza ile kwa kocha Fadu Davis, kocha anatengeneza kikosi chake. Kwa hiyo hataki kumwambia huyu tumwache, huyu mwache, wakati hajampa nafasi. Anampa kila mmoja nafasi, na tunachoshukuru kila anayepewa nafasi anakuja kufanya baraka. Mwanzo mtu ukimuuliza yote Budo tumwache, anakwambia wa kwanza. Sasa hivi kila mtu anasema huyu Budo hafai, huyu Budo akiwa na mpira nje ya 18 au katikati ya uwanja anakushawishi kwenda golini. Utake usitake kwenda golini au mchezera. Budo huyu wa ubaya uwela wakati Simba anaenda kuchukua. Kwa hiyo ina maana kila mchezaji anamshawishi. Lakini bado kuna mengine tutayaona maigizo mapya baada ya lakini hii tunaenda kuonyesha kwamba usajili uliofanywa na Mohamed leo mwekezaji wetu na kilio tuliokuwa tunalia Mo rudi, haya ndo matunda yake. Kuandishi nyie wenyewe muone, tunakuja kuona kwa sababu nyie wasubori tunakuja kuona vitu vinakamilika. Lakini pia tulikuwa tunatengeneza Simba ya umoja. Tulikuwa na watu wana nguvu lakini walikuwa nje, lakini sasa hivi umeona Mo toka aliporudi atengeneza ile Simba ya umoja. Unamuona leo ndugu yetu Magoli, jitu la soka limo, unamuona Mkwani naye yumo, lakini unawaona na wengine wote wamo. Lazima tuwe kama jambo zuri. Vijana unaona kusajili wadogo wanaenda kutupa sasa hivi mchezaji ambaye anatoka katika ligi ya NBC bado asibweteke, kwa sababu tukimzungumzia Ahua kuna wengine kina Mkwala nao watu wanamkaribia, lakini kwa kina Ateba nao bado wanamkaribia. Nisiongelei hao wengine washindane na kina Mkwala, kina Ateba kwanza hapa kwa muda huu, lakini kule kwa Ahua kama anapokula pia hawawezi. Kwa hiyo ina maana kajiwekea 80% ya yeye kwa kiasi, unaona. Kwa hiyo ina maana bado kuna kazi ya ziada. Unajua tumebakisha mechi 4. Kwa hiyo kwenye mechi 4 hii kuna baadhi ya mechi lazima Ahua atatia tena kamba. Unaweza ukashangaa akatemizwa magoli 22-25 kama watu hawajakaa vizuri. Kwa hiyo simsemi kwamba achukiziani, lakini bado